Asante Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha wakati huu tukiwa bado tu wazima wa afya. Mwanadamu miongoni mwa mtaji wake mkubwa duniani huwa anahitaji mtaji wa afya. Haya mambo mengine basi yote yatakuja kama ziara. Karibu mwana michezo, ni dakika 90 za mchezo wa Kombe la Muungano Cup 2026, hatua ya robo finali, mchezo wa mwisho katika hatua hii ya robo finali. Ni wekundu wa Msimbazi Simba ambao wao wapo katika uwanja wa ugenini, lakini katika mchezo huu wao ndio wanaohesabika kama wenyeji, wakiwarika Mafunzo Sports Club ya kurokea visiwani Zanzibar. Moja ya mchezo mgumu zaidi, mchezo wenye ushindani mkubwa, mchezo ambao kila mmoja katika nafasi yake anaamini kuna kitu cha ziada anachokihitaji katika mchezo huu ili kuhakikisha kwamba anatimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo yake. Baada ya mchezo wa mapema kabisa uliopigwa majira ya saa 10, Mlandege wakicheza dhidi ya Singida Black Stars na Singida akanyukwa chuma 2-1, rasmi Mlandege wakafuzu na kwenda katika hatua ya nusu fainali. Sasa Mlandege wanamsubiri mnyama mwituni au Mafunzo. Yeyote yule atakayepata ushindi katika mchezo huu ndiye ambaye anakwenda kunyukana dhidi ya Mlandege. So Mlandege wao wameketi katika kiti chao, wanamsubiri mshindi kati ya Simba dhidi ya miamba ya Mafunzo kutokea visiwani Zanzibar. Upande wa Mlandege ndio timu ya kwanza kutokea visiwani Zanzibar ambayo imepata nafasi ya kufuzu kwenda kucheza hatua ya nusu fainali, kwa sababu timu nyingine ambazo zinatokea visiwani Zanzibar tayari timu zote zilishaondoshwa katika mashindano haya. So Simba yeye ndiye ambaye anasubiriwa kwa hamu kubwa, wakati ambao mnyama yeye tayari katangaza ya kwamba bado hatujashuhudia burudani. Sasa burudani wakati wake ndiyo huu, mnyama akishuka mzigoni dhidi ya miamba hii ya Mafunzo Sports Club. Ni moja ya mchezo mgumu zaidi, mchezo wenye ushindani mkubwa ambao tunautazama pande zote mbili, lakini ni mchezo ambao obviously Simba Sports Club wanakwenda kufanya vizuri na kufanya makubwa ambayo kila mmoja katika nafasi hiyo anahitaji kuyatazama katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Probably kikosi cha Simba ambacho kinaanza katika mchezo huu ni kikosi ambacho kina baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawapati game time kwa maana ya muda wa kutosha ndani ya kikosi hicho. Within this match ni moja ya nyota ambao tunawaangaza na kuwatazama kama sehemu ya nyota ambao wanapata nafasi ya kuanza katika mchezo huu, wakiwa na wale regular starter kwa maana ya wachezaji nyota muhimu ambao wamekuwa wanapata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza upande wa Simba Sports Club. So ni kikosi ambacho ni kikosi mchanganyiko katika nafasi hiyo. Wachezaji kama Mohamed Jabir tayari amerejea kwenye kikosi na yuko huko kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huu Simba dhidi ya miamba ya Mafunzo. Ni sehemu ya nyota ambao within this match tunakwenda kushuhudia burudani yake. Bajabir tayari amepona. Ikumbukwe ni moja ya nyota ambao walikuwa wanasumbuliwa na majeraha kwa muda mrefu zaidi toka obviously ilikuwa ni mwezi wa kwanza wakati Simba ametoka kwenye michuano ya Mapinduzi Cup. Mohamed Bajabir ndio wakati ambao alipata majeraha, lakini Bajabir amepona na tulishuhudia siku chache zilizopita akiitumikia timu yake ya taifa ya Kenya kwa maana ya the Harambee Stars katika michuano ya FIFA Series. So yupo tayari Kamirigado within this match kuadhibu Mafunzo katika upande. So wakati Mafunzo Simba anakabiliana nao, wao wanasema wanahitaji kutoa funzo kwa Simba, wakati ambao pia naye mnyama anasema ya kwamba leo funzo linakwenda kuonekana upande wa Mafunzo, kila mmoja akitamba upande wa mwenzake. Probably kikosi cha Simba ambacho kinakwenda kuanza katika mchezo huu ni kikosi ambacho kitazama
ukitazama ni kikosi chenye wachezaji ambao wamesheheni ubora wa hali ya juu. Probably na kupitisha kwenye kikosi cha Simba ambacho tutarajie muda mchache kutazama kinashuka mzigoni dhidi ya miamba hii ya Simba akicheza dhidi ya miamba hii ya Mafunzo FC ya kurokea visiwani Zanzibar. Kikosi cha Simba kinataraji kuwa na Hussein Aber kama goalkeeper. Ni moja ya wachezaji nyota ambao within this match tutarajie kuanza kwake katika mchezo huu. Then fullback right anakuja kucheza David Kameta Duchu, probably acheza kama beki namba 2. Then tukija upande wa beki namba 3 ni Anthony Sixbert Mrigo, ni moja nyota ambao wanataraji kucheza katika upande huu. Then mabeki wawili wakati ni Rushain Standard Deriek akicheza pamoja na Hussein Mbegu wakicheza kama mabeki wawili wakati within this very game. Then tukija kwenye upande wa namba 6, no doubt upande wa Kaisedo, Arasane Kante ni moja ya nyota ambao pia wana matumaini makubwa ya kuweza kufanya vizuri within this match akicheza kama holding midfielder, kiungo mkabaji katika upande wa namba 6. Then upande huu wa winga namba 7, hii winga ya namba 7 anakuja kutokea mwamba Eri Mpanzu Kibisawara ya Mpanzu anacheza namba 7. Then upande huu wa namba 8 ndio wakati ambao tunakuja kumtazama Ino Joseph Noroemba akirejea kwenye nafasi hiyo kucheza kama namba 8 katika mchezo huu kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika mentati nzuri zaidi. Then Selemani Gomez Mwalimu yeye anasimama kama namba 9, tunamuita center forward au unaweza ukamuita attacking forward, striker katika nafasi hiyo. Then 10 no doubt Morris Abraham within this match ni moja wachezaji wanapata nafasi ya kuja kucheza katika nafasi hiyo katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. 11 rolled out Buhaberi Bajabir ni moja nyota ambao within this match obviously bwana mdogo Starboy anapata nafasi ya kwanza katika mchezo huu. Piga pangua Buhaberi Bajabir ni moja nyota ambao within this match tuna uwezo wa kumtazama. So hao ni sehemu ya nyota 11 ambao probably wanakwenda kushuka mzigoni wakiwakilisha Yanga, mechi ya Yanga ambayo pia wana uwezo wa kukutana kwa sababu kama Simba anashinda mechi hii moja kwa moja anakwenda kucheza na Mrandege ambao Mrandege wao wamemnyuka na kumkunguta na kumchabanga mabao 2-1 Singida Black Stars, na huu ndio mchezo wa mapema ambao ulitangulia toka majira ya saa 10 kamili katika upande. Bwana nikuombe upande huu wewe niwekee maoni yako kwa uzuri kabisa. Mechi kati ya Simba dhidi ya vijana wa Mafunzo ambao Simba anakuambia leo anataka kutoa funzo. Je, ni nani unamtakia ushindi na yupi ambaye unamuona na nafasi kubwa ya kupata ushindi kwenda kukutana na Mrandege ambao wanamsubiri mshindi wa mchezo huu ambaye hajaweza kujulikana ni nani? Lakini binafsi Simba anaiona ikiwa na nafasi ya kufuzu kwenda katika hatua inayofuata katika nafasi